Yanga wametuma ujumbe mzito kwa mtani. Yanga wameitumia timu ya Simba ujumbe mzito. Hapo siku ya jana full time Yanga 6 Mbeya City 0. Mbeya City wameweza kuchabangwa chuma 6. Mbeya City wameweza kuoga gongo 6-0. Na hii ilikuwa ni mechi ya kisasi. Yanga wamelipa kisasi. Ikumbukwe ya kwamba katika mzunguko uliopita Mbeya City ndio ilikuwa timu ya kwanza kuweza kuzipunguza pointi za Yanga, ambapo waliweza kusare katika uwanja wa Sokoine. Walitoa sare ya bila kufungana, nunge kwa nunge. Na huu sasa umekuwa ni ujumbe mzito. Mashabiki wa Simba wameanza kutetemeka kwa sababu Yanga imeweza kurudi kwenye kilele chake. Ile Yanga ambayo iliweza kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo hatimaye imeweza kurudi na kuweza kutuma ujumbe kwa watani zao wa jadi Simba. Ikumbukwe mara baada ya michuano ya muungano kuweza kumalizika, mara baada ya Muungano Cup kuweza kuisha pale visiwani Zanzibar, basi Mei 3 Simba na Yanga kitawaka, Simba na Yanga kitapigika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa Yanga wameamua waweze kutuma ujumbe mzito kwa mtani. Watani wanatetemeka, mashabiki wa Simba wameanza kutetemeka. Mwanzo timu ya Yanga ilikuwa ikichechemea na Simba walikuwa wakijiamini na kusema ya kwamba watawafunga Yanga kwa sababu wanachechemea. Lakini mara baada ya kukaa kikao, Engineer Hersi Said aliita kikao kizito, wakayajenga na mwisho wakamrudisha kocha wa boli na mwisho wakamrudisha kocha Mwalini, na timu ya Yanga imeweza kubadilika, inapiga mpira balaa. Sasa mimi nawaonea huruma sana mashabiki wa Simba kwa sababu kuna uwezekano mkubwa zile chuma 5, zile gongo 5 zikajirudia, na safari hii zinaweza kuwa hata gongo 7 mpaka gongo 8, kwa sababu wao Simba wamekuwa wakichechemea sana. Wanakutana na timu ambazo ni dhaifu lakini wanashindwa kuzifungwa. Kwa mfano Fountain Gate, moja kati ya timu dhaifu sana, Simba alihangaika na kuweza kushinda, lakini mwenzao Yanga pale ambapo aliweza kukutana na Mbeya City aliweza kuwachabanga chuma 6-0. Mbeya City anazidi kudidimia na kushuka chini. Mbali na yote hayo Yanga kushinda, lakini imeonekana wachezaji wa Yanga wamekuwa katika performance ya juu sana. Wachezaji wa Yanga wamekuwa wakicheza vizuri. Mtazame Alan Okello the Starboy, ametoa assist 6 mpaka hivi ambavyo tunaongea. Alan Okello Starboy anaongoza kwa watoaji assist bora hapa Tanzania, akifuatiwa na Elia Mpanzu Kibisawala. Bwana, huu ni ujumbe mzito ambao timu ya Yanga imeweza kuitumia timu ya Simba. Gongo 6, chuma 6 si kirahisi kabisa, na Simba sipokaa sawa, hizi chuma 6, hizi gongo 6 zinaweza zikamrudia. Yale ya kufungwa 5 yanaweza kurudi. Japokuwa Yanga ameweza kushinda gongo 6, lakini kuna baadhi ya tetesi ambazo sisi kama Bongo 9 kupitia vyanzo vyetu ambavyo tunaviamini za ndani kabisa, inasemekana ya kwamba timu ya Yanga iliweza kutoa mlungula, timu ya Yanga iliweza kuwaonga Mbeya City ili iweze kuwalamba gongo nyingi. Na hizi ni skendo ambazo Yanga kwenye kipindi cha hivi karibuni amekuwa akikutana nazo sana. GSM inasemekana amekuwa ni mtu ambaye anatumia fedha kwenye masuala mazima ya soka, na ndio maana likija swala zima la kimataifa timu ya Yanga inakuwa ni vigumu kuweza kuperform, na siku zote wamekuwa wakiishia katika ile hatua ya makundi, wamekuwa wakiitwa mwembe makundi. Sasa sisi kama Bongo 9 za ndani kabisa zinasema timu ya Yanga waliweza kuwapa pesa, kiasi cha pesa donge nono la shilingi milioni 60, milioni 10 kwa kila goli. Na Mbeya City kwa kuwa ni timu ambayo hata wasingepewa donge nono wangeweza kufungwa vile, japokuwa wangefungwa goli chache 1-2, ilibidi waweze kulikubali ile donge nono na wakaweza kuachia Yanga. Ndani ya dakika 17 Yanga tayari ilikuwa imeshamshindilia Mbeya City chuma 3. Imagine dakika 17 tayari Mbeya City ameshaoga chuma 3. Kwa hivyo mtazamaji, wewe mwana Simba, usione kama timu ya Yanga ni kali sana ikakuogopesha kuelekea Machi 3. Jua ya kwamba timu ya Yanga mara nyingi wanapenda
kutumia milungula, kwa sababu wanataka kuforce ili waweze kuonesha wachezaji wa kawaida waliosajili kama akina Alan Okello, kama wakina Aurelien Depu waonekana kama ni wachezaji wazuri, kumbe ni wachezaji wa kawaida kabisa. Wao wanaforce waonekane wazuri kwa kutoa milungula. Yanga wanatoa milungula ili waweze kumfunga Mbeya City. Kimsingi inavyosemekana, kocha wa Yanga bwana Pedro Goncalves kwa sasa hana pawa yoyote katika chumba cha kubadilishia nguo. Kocha wa Yanga Pedro Goncalves hana nguvu yoyote, mtu ambaye anaamua maamuzi yote. Timu icheze kivipi, ni nani aanze na nani aanzie nje, ni kocha ambaye Engineer Hersi ameweza kumrudisha pale katika viwanja vya Jangwani, katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Kocha Moali ni kocha wa zamani wa timu ya KMC na kocha wa zamani tena wa timu hiyo hiyo ya Yanga, na hivi sasa ameweza kurejea, na tumeweza kupata taarifa zetu kutoka katika vyanzo ambavyo tunaviamini ya kwamba kocha Pedro Goncalves mwisho wa msimu ataweza kuondoka na timu ataachiwa Moali, ambaye kwa sasa ndiye ambaye anasikilizwa na wachezaji. Yeye ndiye ana kauli kuliko mtu yoyote katika chumba cha kubadilishia nguo, na ndio maana toka Moali ni aje, basi kiungo mshambuliaji wa timu ya Yanga Alan Okello the Starboy ameweza kutoa assist 6 na kufunga takribani magoli 2, na hii ni effect, haya ni matokeo ya mifumo ya Moali. Kiuhalisia Pedro Goncalves hana uwezo wowote wa kuweza kuifundisha timu ya Yanga, uwezo wake ni mdogo, na ndio maana viongozi wa Yanga walizamilia kabisa kuweza kumleta Moali, kwa sababu wangeendelea kubaki na kocha Pedro Goncalves ingekuwa ni vigumu kwa wao kuweza kutetea ubingwa wao. Pedro Goncalves ameigharimu timu, imeweza kutoka mapema kabisa katika hatua ya makundi, lakini pia ilikuwa ina mwenendo mbovu sana kwenye ligi kuu ya NBC Premier League, ikiwemo kupata sare mara 3 mfululizo. Sasa hili swala viongozi wa Yanga hawakupendezewa nalo, ilibidi waweke kikao kizito ili kuhakikisha wanalisolve mapema na kuweza kupata ubingwa mwingine tena kwa mara ya 5 mfululizo, na mwishoni waliweza kukubaliana waweze kumsaini kocha Moali, na Moali baada ya kupewa donge nono la fedha, basi ilibidi aweze kukubali na kurejea katika klabu ya Yanga ili kuipa mafanikio mazito sana. Bwana, mimi niseme ya kwamba kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako wa siku zote Richmo TZ. Kwa sasa hivi tunavyozungumza mimi sina la ziada, lakini kabla sijakuacha mtazamaji wangu, ningependa nikuase uweze kusubscribe channel yetu, na baada ya kusubscribe basi uguse alama ya kengele hapo chini ili uweze kupata taarifa pindi ambapo tunaachia video zetu ambazo zinaelezea masuala ya kimichezo kutoka ndani na nje ya Tanzania. Mpaka wakati mwingine, once again, mimi ni Richmo TZ.